Viongozi na wahudumu wa kanisa wametakiwa kuwekeza katika kutoa elimu sahihi kwa waumini wao juu ya mbinu bora za kilimo biashara pamoja na ujasiriamali kwa manufaa yao na kanisa. Rai hiyo imetolewa na Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Gavile, baada ya kufanya maombi katika jengo la kikundi cha Tumaini SACCOS kilichopo usharika wa Ihimbo, ikiwa ni moja ya sharika 10 zinazounda jimbo la Mashariki Kati. Daktari Gavile amesema mazingira ya jimbo la Mashariki Kati ni fursa ya kipekee. Hivyo viongozi hususani wachungaji hawana budi kujikita katika kuelekeza fikra za waumini katika kulima mazao ya kibiashara pamoja na kufanya biashara ndogo ndogo zitakazowapa kipato cha uhakika. Kuwekeza, tulime njegere, tulime nyanya, tulime alizeti, tulime mahindi ya gobo, tulime viazi, tulime miti ya matunda, miti ya mbao, pamoja na tukiwa na ufugaji wa kawaida kabisa, na tukiwa na biashara ndogo ndogo, na watu tukiwaelimisha kuhusu uwakili na uchumi na ujasiriamali, watu waweze kuzing'amua fursa na kisha waweze kutenda kama Mungu atakavyo, ili watu hawa wawe na kitu mfukoni. Wakishakuwa na kitu mfukoni, wakitoa kanisani, basi Mungu ataendelea kuwabariki zaidi na zaidi wakiwa na kitu. Na kweli, mkuu wa jimbo, naomba nisisitize tena, tufundishe watu kuhusu uwakili, tufundishe watu kuhusu uchumi, tufundishe watu kuhusu uwekezaji, tufundishe watu kuhusu ujasiriamali, tufundishe watu kuanzisha miradi midogo midogo hii. Hebu vikundi vya SACCOS, AMCOS tuvimarishe viwe vina nguvu. Tuwafundishe watu wajue tunapokwenda. Hebu watu wajue kujitegemea kama vision yetu ya diocese katika strategic plan inavyosema. Tuifundishe katika kutegemea, na wakati tutakwenda vizuri sana. Tuwekeze kwenye jimbo letu, cha kwanza elimu, karibu kila kitu twende na elimu. Baadhi ya wanakikundi cha Tumaini SACCOS akiwemo Bi Asifiwe Masika, Festo Mgavano na Asha Moto wamemshukuru Askofu Gavile kubariki jengo hilo, huku wakihitaja hatua hiyo kama hamasa ya watu wengine kujiunga na kikundi hicho. Kwa majina naitwa Asifiwe Masika, ni mwenyekiti wa kikundi cha Tumaini SACCOS. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka 2023. Kilianzishwa kikiwa na wanakikundi 17. Lengo la kikundi lilikuwa ni kwa ajili ya kuweka na kukopeshana, kuweka hisa na kukopeshana. Na tunashukuru kwa kuwa kikundi chetu kimekuwa mpaka sasa kina wanakikundi wasiopungua 22, na tumeendelea kuweka hisa na kukopeshana ndani ya kikundi, lakini tuliona haitoshi, isiwe wanufaika ni wanakikundi wenyewe tu, ila na watu kutoka sehemu nyingine, watu wa nje wasio ndani ya kikundi. Kwa majina naitwa Festo Mgavano, ni katibu wa kwaya ya Tumaini na ndo mwanakikundi wa kikundi cha kwaya Tumaini. Naweza nikasema hii kwamba tunashukuru Baba Askofu kwa kuja kutuzindulia kikundi chetu kwa ajili ya unufaikaji wa watu mbalimbali. Maana hiki kikundi tuliona tunanufaika sisi pekee yetu, lakini tukaona si vema tuweze kualika na watu wengine ndani ya kanisa na jamii kiujumla ili waweze kukopa. Maana kukopa unajikwamua kwa yale ambayo ulionayo, ambayo unakuwa umekwama kwamba nipate wapi kujikwamua, lakini kikundi chetu tumeweza tukaona kwamba ili kisaidie jamii pia na washarika na sisi wenyewe kama wanakwaya. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kuwaita watu wote waweze kukopa, na kwa riba nafuu iliyopo tuna imani kabisa wanaweza wakafanikiwa, wala sio riba kubwa sana, tuna riba nafuu sana ambayo tunawakaribisha wote ili tuweze kunufaika. Naitwa Asha Moto. Tumeunda kikundi hiki tunanufaika kwa sababu tunakopeshana na tunajikwamua kwenye matatizo madogo madogo, na watu wengine wanaokuja manake wanatoa riba nafuu kwa kulipia ile mikopo. Tumenufaika sana na tunakipenda kikundi na tunapenda kiendelee, na kupitia kikundi hiki tunawaalika hata wanakwaya pia waende wazidi kuongezeka, tu wanakwaya wengi kwa ajili ya uinjilisti. Hii ni ziara ya kwanza ya Askofu Daktari Blaston Gavile katika jimbo la Mashariki Kati tangu jimbo hilo lilipoanzishwa Februari 14 mwaka huu. Kutoka chumba cha habari, Meshack Longo, Furaha FM.